Na mahakama kuu imefutilia mbali pendekezo la mkurugenzi wa mashtaka ya umma la kuangaziwa upya na kuondolewa kwa mashtaka ya ufisadi ya zaidi ya shilingi milioni 50 dhidi ya waziri wa vyama vya ushirika na ustawi wa biashara ndogondogo na zile za kadri Wycliffe Oparanya wakati alipohudumu kama gavana. Akitoa uamuzi wake, Jaji Benjamin Musyoki alitaja hatua hiyo kuwa kinyume cha sheria. Musyoki aidha alisema kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma Renson Mulele alichukua hatua hiyo bila ya kuzingatia uwazi, uwajibikaji au kushauriana na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC, kwa hivyo alihujumu wajibu wake wa kufanya uchunguzi. Mwanahabari wetu Ruth Wamboi na kina cha taarifa hii kwenye kitengo cha mizani ya haki. Tume ya EACC ilikuwa imeelekea mahakamani kupinga hatua ya DPP, ikihoji kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma alikiuka mamlaka yake. Jaji Benjamin Musyoki aliafikiana na EACC kwamba hatua ya DPP ilikuwa kinyume cha sheria. Jaji huyo alikariri kwamba waraka wa DPP ambao uliwasilishwa mnamo tarehe 8 mwezi Julai mwaka 2024 na ulionuia kufungwa kwa kesi inayomhusisha Oparanya ulikumbwa na utata na ni kinyume cha maslahi ya umma. Mahakama ya Milimani inayoshughulikia kesi za ufisadi pia iliamuru kwamba ingawaje DPP ana uhuru wa kuanzisha au kusitisha vikao vya kesi ya uhalifu, mamlaka hayo ni lazima itekelezwe kuambatana na katiba na miongozo ya mwaka 2019 ya DPP kuhusu mashtaka. Kwingineko, mahakama ya Milimani imetoa agizo la kukamatwa kwa raia wa Uingereza aliyemuua mwanamke Mkenya Agnes Wanjiru Wanjiku katika hoteli moja mjini Nanyuki, kaunti ya Laikipia mwaka 2012. Mawakili wakuu wa upande wa mashtaka Vincent Monda pamoja na Gekoi Geshoyo walihimiza mahakama kutoa agizo la kufanikisha michakato rasmi ya kutiwa nguvuni kwa mshukiwa huyo ili ajisalimishe, kwa vile hajawahi wasilishwa kwa watawala wa humu nchini kwani yungali ugaibuni. Not to be officially mentioned out there by our colleagues. Yes. Yeah, because still classified information. Jaji Alexander Muteti aliagiza mshukiwa huyo ajiwasilishe kwa maafisa usalama nchini na kukabiliwa na mashtaka ya mauaji. This court now grants the warrant of arrest as prayed. The court is satisfied that the bundle presented before it. Kesi hiyo itatajwa mnamo tarehe 21 mwezi ujao kudhibitisha uzingatiaji wa agizo hilo. Cause to order the arrest of the accused and his surrender before this court for trial. The offense of murder in Kenya is an extraditable offense, and the same satisfies the requirements of dual criminality under Cap 77 of the laws of Kenya. It is so ordered. Thank you. Ruth Wamboi, Darubini.